Nilikuwa kwenye safari ya msururu wa mwaka mzima na sasa tunaenda kufikia mwisho. Siku ya Jumatano hapa kanisani jioni tutakuwa na mkesha, kwa maana adui yako anatamani sana wewe usifanye chochote ili akufanyie. Adui yako anatamani sana kile ameapa, kile amekushuhudia, kile amelenga wewe uwe mdhaifu usinje ukakifanya. Kwa hiyo jiwe la msingi linamata sana, na unjue kila kitu kiwanga kinakuwa kulingana kile ambacho kinakula katika ule mchanga, ama kulingana na jiwe lake la msingi. Kwa hiyo tutakuwa na mambo mawili muhimu sana, kufungua mwaka na pia kufunga mwaka ambao huyu ambao tunaondoka, kwa maana tutawahi kuwa tena 2025 imeenda na haijawahi rudi. Naomba ukuje na karatasi mbili. Karatasi ya kwanza ni yale yote ambayo usiyataka kabisa. Na hiyo sasa mambo yako ambayo utakuwa umeandika tutayateketeza hapa, kwa maana kilioteketea hakionekani tena kwenye ulimwengu wa roho. Tutaikiteketeza hapa kwamba kimeondolewa. Kama ni ugonjwa tutateketeza hapa, maana vile tutaipata 2025. Basi tunataka kuhakikisha kwa ugonjwa kwa imani, laana hiyo kwa imani, kisirani kwa watoto kwa imani, taraka hiyo kwa imani, kwamba wewe umeondolewa na umeondoka na hutawahi onekana tena. Na pia ukuje na karatasi zingine nasema kwamba 2026 kuanzia Januari mpaka Disemba tarehe 31, haya yote ndio ambao nayamulisha kwenye siku zote, kwenye miezi yote, kwenye wiki yote. Hayo ndio ambayo itakuwa kinitendekea na kinifanyikia kwa jina la Yesu, kwa jina. Kwa hiyo kuja na karatasi mbili, na hilo jambo litakuwa na baraka sana kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni tarehe 31. Kwa hiyo kuja mapema, tuwe na wakati nzuri kabisa wa maombezi. Na ukitaka kujua hiyo siku ni muhimu, hiyo siku utaona kwamba mlevi atasunguka, lakini kabla aruke mwaka atakuwa hapa. Haujawahi jiuliza ni kwa nini? Atafanya vitu yake yote, lakini anahakikisha kwamba kabla mwaka hujaruka yuko kanisani. Aidha amekunywa ama hajakunywa. Hata kama ni mwizi, atahakikisha kwamba ameibia watu, alafu mwaka ukiruka ameruka hapa. Kuna siri kuu katika hali ya kubadilisha mwaka. Hiyo siku, hiyo masaa hiyo ya usiku, tutagawana mwaka mzima, hakutakuwa na sehemu yoyote. Na usahau sadaka yako, kwa maana jambo lote ambalo linakaa kwenye maisha yako lina gharama ambayo limelipiwa. Kwa hiyo katika mkesha huyo mwishoe tutakuwa na ibada ya mafuta. Kuja na Mungu atakutenda mema, upokee mafuta ambao itakuwa ni upako wa neema wa kutembea pamoja na wewe mwaka mzima katika jina la Yesu Kristo.